Mkutano ulioandaliwa na Wizara ya Usalama wa Ndani jijini Nairobi na kuwahusisha wakuu wa mikoa na wenzao wa kaunti, bila shaka uliwadia wakati taifa hili linapozidi kushuhudia visa vya utepetevu wa usalama. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani, Mutaya Iringo, akiwasilisha ujumbe wa serikali, amewataka machifu na manaibu wao wawe macho ili kuimarisha usalama katika maeneo yao. Onyo likawa kwa chifu yeyote atakayepatikana akijihusisha na makundi ya kuzua machafuko na kudinda kutoa habari kamili kwa vitengo vya usalama kuwa ndio utakuwa mwisho wake wa kuhudumu serikalini. Iringo pia alitetea hatua ya kusimamishwa kazi kwa takriban machifu 33 katika kaunti ya Garissa kufuatia machafuko ya hivi majuzi. Mbali na hayo, mshukiwa mmoja anayetuhumiwa kwa mauaji ya wanajeshi 3 wiki iliyopita mjini Garissa alifikishwa mahakamani hii leo na kushtakiwa kwa kosa la mauaji. Ibrahim Jeli Bele alifikishwa mbele ya hakimu mkuu mwandamizi wa mahakama ya Garissa John Onyego, lakini hakuruhusiwa kukiri au kukana mashtaka yanayomkabili. Kesi dhidi yake itatajwa tarehe 11 mwezi ujao baada ya upande wa mashtaka kuomba muda wa wiki 2 kukamilisha uchunguzi. Hapa jijini Nairobi, mbunge wa Embakasi Ferdinand Waititu sasa anadai kwamba serikali ina nia ya kuhujumu maazimio yake ya kisiasa. Waititu anadai kuwa kuna njama ya kuchelewesha kusikizwa kwa kesi na mkabili ya madai kuwa alitamka matamshi ya uchochezi. Waititu anayemezea mate kiti cha ugavana wa kaunti ya Nairobi anadai njama hiyo ni ya kumfanya asiwe kwenye debe. Kupitia kwa wakili wake Cliff Ombeta, Waititu alikuwa akipinga ombi la kuahirishwa kwa kesi yake baada ya kukosekana kwa shahidi. Upande wa serikali umeomba kesi hiyo ihairishwe hadi mwezi Disemba baada ya shahidi mmoja tu kutoa ushahidi wake, huku shahidi mwingine aliyetarajiwa kutoa ushahidi akiwa ni mgonjwa. Na Wizara ya Ustawi wa Jiji la Nairobi imezindua mradi wa kuweka mitambo ya kamera za siri almaarufu kama CCTV katika maeneo mbalimbali jijini, hasa maeneo yaliyokithiri visa vya uhalifu na pia kwenye makutano ya barabara ili kusaidia idara ya trafiki. Mradi huo unalenga kuhakikisha kuwa usalama katika jiji la Nairobi unaimarishwa pakubwa. Mradi huu utakaogharimu serikali kiasi cha shilingi milioni 437 utakuwa na mbinu ya kutambua nyuso za watu na vilevile nambari za usajili wa magari. Hatua hiyo inatarajiwa kusaidia kukabiliana na uhalifu. Awamu ya kwanza ya mradi huu inatarajiwa kukamilika mwezi Januari mwaka ujao. Na hatimaye shirika la wanyamapori nchini KWS limefaulu kuwarejesha ndovu 13 katika mlima wa Aberdare na mlima Kenya. Ndovu hao walikuwa wamekwepa sehemu hizo wiki 2 zilizopita na kuangamiza mali ya wenyeji wa Thungari katika kaunti ya Nyeri. Kulingana na wakulima wa eneo hilo, ndovu hao pia wamekuwa wakitishia usalama wao. Iliwachukua maafisa wa KWS zaidi ya saa 2 kumshika kila ndovu kwenye zoezi hili la kuvutia na litakalosaidia kupunguza mizozo kati ya binadamu na wanyamapori. Andas Ihachi, Citizen Nipashe.